Habari mpenzi mtazamaji wa Rachel Robin Online TV. Hivi una habari? Uchumi wa Tanzania unakuwa kwa kasi kuliko uchumi wa Kenya, japo hatujui Kiingereza. Lakini kwa sasa sisi ndo tunakuza uchumi kwa kasi kuliko wa Kenya ambao wanajua Kiingereza, lugha ya mkoloni. Yajayo yanafurahisha. Usisahau kusubscribe hapo chini ili uwe wa kwanza kupata video zangu kama hizi. Kwa nini narekodi videos kama hizi? Ni kwa sababu ninashuhudia katika mitandao nikiona vijana wa Tanzania kwenye comments wanakuwa wanyonge pale wanapokuwa wanalingishiwa kwamba uchumi wenu uko chini, sijui hiki. Hawafahamu nini kilitokea mpaka Kenya wakana uchumi ukawa juu kuliko sisi. Kwa hiyo wanakuwa wanaaminishwa kwamba ni uzembe ndio maana uchumi wenu uko chini. Kwa hiyo wanakuwa wanyonge. Nikasema mimi kwa kuwa nina hii taaluma ya journalism, ni lazima nitumie taaluma yangu kuhakikisha nafungua macho vijana wa taifa langu la Tanzania, kwa sababu mimi ni mzalendo wa kweli kweli, yani ni mzalendo haswa wa taifa langu. Kwa hiyo nitakuwa sina maana kama sitatumia taaluma yangu kuwaweka wazi wa Tanzania hasa vijana ili waweze kuelewa. Sasa video iliyopita niliongelea swala zima la kwa nini Kenya wako juu kiuchumi kuliko sisi. Niliongea sababu ya kwanza, niliwasimulia kwamba ni sisi tulibadilishiwa mkoloni, kwa hiyo uchumi ulianza upya. Kenya wao hawakubadilishiwa mkoloni. Kuanzia miaka 1800 mpaka wampewa uhuru mkoloni ni mmoja Muingereza. Sisi tulianza na Mjerumani mwaka 1916 akatolewa. Rasmi mwaka 1920 Muingereza akaanzisha uchumi upya. Kwa hiyo hapo tayari tukawa tumeshatibuliwa. Kwa hiyo hatuwezi kuendana sawa na Kenya. Baada ya kupata uhuru niliwasimulia kwamba Tanzania tuliingia katika ujamaa na tukaingia katika ukombozi wa bara la Afrika, kitu ambacho wazungu walikasirika, wakaanza kumbania Nyerere uchumi. Kwa hiyo ilimuia vigumu, lakini Nyerere hakutetereka, aliendelea mpaka mwisho alipokabidhi nchi kwa kiongozi mwingine. Hakubadili system yake ambayo alianza, lakini walimbania kweli kweli. Kwa kama wasingembania na uzalendo aliokuwa nao kiongozi wetu, tungekuwa mbali sana. Lakini ndio hivyo, walimbania kweli kweli. Lakini pia alikuwa akisaidia wapambania uhuru wa Afrika, kitu ambacho kilikasirisha wazungu, wakazidi kuhakikisha wanatubania kiuchumi. Lakini hatukukubali. Kwa nini sisi tushibe alafu wakina Mandela kule, wakina Nelson Mandela wanakufa njaa? Hatukukubali. Kwa hiyo hatujutii. Umeona, hatujutii kufanya ukombozi, hatujutii uchumi wetu kuwa nyuma kidogo eti kisa kwa sababu tulisaidia wengine. Sisi kwetu hii ndio furaha yetu, kusaidia wengine hata kama na sisi tutalala njaa. Mmenipata? Kipindi hicho Nelson Mandela anaitwa gaidi hatari duniani. Sisi tumempokea, tunamsaidia, tumemfungulia na kambi huku, tumemficha huku, tunamsaidia ili akomboe nchi yake. Umeona? Ndio kazi tuliokuwa tunaipiga. Kwa wazungu wakawa wanatuchukia. Kwa hiyo uchumi wetu ukawa unao kwa kiasi kikubwa. Huku uchumi wa Kenya wazungu wakizidi kwenda kufanya mauwekezaji kule. Kwa hiyo mnategemea wataacha kutupita kiuchumi. Baada ya hapo sisi tuliingia uchumi ukiwa mchanga, huku tunabaniwa. Tuliingia katika vita ya Idi Amin. Umeona? Idi Amin alituvamia, anataka kuchukua eneo letu la Kagera mwaka 78 mwezi wa 10. Tuliingia katika vita. Katika ile vita tulipambana kwa miezi 6. Kufika mwezi wa 4 mwaka 79 tukampiga Idi Amin, na ndio kosa kubwa Idi Amin alilofanya katika maisha yake yote toka kazaliwa, kuivamia Tanzania. Tulimuonyesha sisi ni wakina nani. Tulishinda ile vita, lakini uchumi wetu ulirudi nyuma sana. Tulifunga mikataba zako walioishi miaka hiyo. Ilikuwa ni tabu sana. Huku Kenya wenyewe wakiendelea na wazungu. Umeona? Tuko kwenye ujamaa, tuko vitani, tumepata shida sana kiuchumi kwa sababu ya vita. Tunabaniwa kiuchumi na wazungu na kila kitu, ili turudi nyuma, ili Nyerere atoke kwenye system ya ujamaa wa Kenya kule, wazungu wanazidi kuwaneemesha. Kwa hiyo mnategemea tutaenda sawa kiuchumi. Lakini kama nilivyosema, yajayo yanafurahisha. Tumemalizana na haya yote. Sasa tumetoka katika ile system ambayo wazungu walikuwa hawaitaki tuwe. Sasa tuko katika system wanaoitaka tuwe. Japo Afrika nzima iko katika ukoloni mamboleo. Yaani wazungu wanafanya kila jitihada ili Afrika isikomboke, kwa sababu ili ni shamba lao la bibi. Kwa hiyo kuwa kiongozi Afrika ni kazi sana. Kuinyanyua nchi ya Afrika iwe superpower si lele mama. Kukuza uchumi wa nchi ya Afrika si lele mama. Kwa sababu mzungu yuko kule ametengeneza system za kuhakikisha kwamba Afrika nyie mnakuwa ni watu wa kupewa misaada tu. System za fedha kubwa duniani
zinalalamikiwa sana kuwa kandamizi kwa nchi za Afrika. Hii yote ni kwa sababu Afrika ndio sehemu wanaochukulia malighafi zao, na wanataka iendelee kuwa chini ili wachukue malighafi kwa bei rahisi au bure ikiwezekana, ili waendelee kuingilia sera zetu, ili iwe rahisi wao kuchukua malighafi. Kwa hiyo kukuza uchumi katika nchi kama hizi za Afrika ni kazi sana, hata akae malaika. Na ukitaka kukuza uchumi kibabe sasa, uanze kupambana nao, ndio atakukuta kama yaliyomkuta Muammar Gaddafi, au kama sasa hivi utapigwa vita kama Ibrahim Traore. Kwa hiyo si lele mama, lakini pamoja na kwamba si lele mama, pamoja na kwamba tumewakuta Wakenya wao tayari wana uchumi huko imara, wanasaidiwa na wazungu, sera za Kenya zenyewe tu za nchi ni sera ambazo sera za Kenya za nchi ni sera ambazo zinawafurahisha nchi za magharibi. Sisi sera zetu tuko neutral. Sasa pamoja na yote haya, kuanzia miaka michache nyuma mpaka takwimu za mwaka jana, Tanzania ndio tunakuwa kiuchumi haraka kuliko Kenya. Pamoja na kwamba hatujui Kiingereza, pamoja na kwamba sijui tulibaniwa sana kiuchumi huko nyuma, pamoja na kwamba tuliingia katika vita na Idi Amin iliyotumaliza sana kiuchumi. Kenya hajawahi kupigana vita na nchi nyingine, hajawahi kujipima kwamba tunaingia vitani na nchi nyingine na tunashinda, hajawahi kujipima kijeshi kwa design hiyo, zaidi ya hizi vita za kwenda kupigana na magaidi hivi na hivi hivi na hivi. Lakini kujipima kwamba okay, tunaingia vitani baina ya nchi hii na nchi hii na tumeshinda. Tanzania tulifanya hivyo na tulishinda. Umeona? Alafu huku tukiwa tunabaniwa. Lakini kwa sasa sisi ndo tunakuwa kiuchumi zaidi kuliko Kenya, na takwimu zinaonyesha, na hizi si takwimu zangu, hizi ni takwimu za Benki Kuu, na takwimu zinaonyesha kwamba huko mbele, miaka ijayo, Tanzania kama tutaendelea hivi, kama hatutatibua ukuaji huu wa kiuchumi, tutakuwa na uchumi mkubwa sisi sasa kuliko Kenya. Sisi ndio tutakuwa papawa kiuchumi East Africa kama tutaendelea hivi. Nenda kaangalia takwimu zinavyoonyesha ukuaji wa uchumi Tanzania kuanzia tu sasa hivi au mwaka jana 2024 mpaka inavyokadiriwa kufika mwaka 2028. Tanzania tunaongoza kwa kasi kuliko Kenya. Kwa Kiingereza akiendesha uchumi, kinachoendesha uchumi ni akili. Tulikuwa nyuma kwa sababu ya vitu kadhaa. Sasa tumerudi. Na tumerudi tunaonyesha kazi kwamba hata kama tulibaniwa, hata kama tuliingia vitani, hata kama sisi ni neutral, tuko neutral, tufungamani na upande wowote katika mambo ya kisiasa ili tuweze eti kusainishwa na mikataba sijui ambayo ile itatufaidisha. Maana si tuingilie ugomvi wa mtu, atupeleke pua yetu katika ugomvi wa mtu yoyote. Tuko neutral. Hatujali kwamba tukamkandamize huyu ili tupate mikataba sijui hivi hakuna. Lakini pamoja na yote haya, kwa sasa sisi ndo tunakuwa kiuchumi haraka kuliko Kenya. Moja ya vitu vinavyofanya Tanzania inakuwa kiuchumi haraka kwa sababu tumeweza kuapprove watu au wawekezaji kwamba Tanzania ni sehemu salama. Mna uwezo wa kuja kuwekeza hapa mkakaa vizuri, makampuni yenu yakakaa vizuri, hakuna vurugu. Tanzania ni sehemu salama. Swala la pesa, najua nalo vijana wetu wamekuwa kicheko sana kwamba pesa yenu iko chini. Nataka niwaambie, pesa kuwa chini wakati mwingine ni michezo ambayo huwa inachezeka ya kiuchumi. Tunashusha pesa yetu. Vipo vitu ambavyo vinafanya pesa yetu inashuka, kama saa zingine tuna print, of course. Yapo mambo ambayo yanafanya pesa yetu inashuka. Lakini wakati mwingine tunaishusha wenyewe makusudi kwa ajili ya kuweza kutengeneza soko la nje ili tuweze kuuza bidhaa zetu nje ya nchi kirahisi. China anafanya hii michezo. China anashusha pesa yake kiuchumi, anashusha thamani pesa yake makusudi. Ndio maana bidhaa za China zinauzika kwa bei rahisi duniani kote na watu wanazikimbilia, na leo China uchumi namba 2 duniani. Kwa sisi Tanzania, kila mkisikia pesa imeshuka uchumi, haimaanishi kwamba ni uzembe wa serikali. Wakati mwingine tunaishusha wenyewe kwa sababu wakati mwingine michezo ya kiuchumi, ili uweze kufanya kitu fulani ni lazima ushushe pesa chini, ili hata bidhaa zako zinapoenda kuuzika kule nje zikawe zinauzika kwa bei rahisi. Ili swala la pesa nimelielezea leo vizuri sana katika group langu la WhatsApp. Kwa wale ambao mpo mnakosa mengi, kila siku huwa na rekodi audio ya dakika 20. Huwa naelezea, ni shilingi 5,000 tu kwa mwezi mzima. Na namba 0745861107. Nimeelezea kwa nini pesa za Waarabu zina thamani kuliko dola na pound huko, lakini dola, pound na euro zina nguvu kuliko hizo pesa za Waarabu. Nimeelezea kwa undani zaidi. Kwa wale ambao mtakuwepo katika group langu la WhatsApp,
mtaweza kufunguka macho zaidi juu ya swala la pesa.